Kwa jina naitwa Faisal Musa, ni dereva bajaji hapa Mtwara mjini. Bei ya mafuta sisi tumeipokea. Kwa kweli imetuathiri. Na siwezi nikajizungumza sisi binafsi kwa sababu jambo ni la ulimwengu mzima. Kinachoendelea wote tunakijua. Chanzo tunakijua, aliyakuwa mwisho wake ndo hatujajua itakuwa vipi. Lakini imetuathiri sana kwa sababu sisi ndo watu wa chini zaidi, yani sisi ndo watu wa mwisho. Sisi ni wafanyabiashara ambao yani mafuta sisi kwetu ndo yanayukia huku sasa. Kwa hiyo hii imetuathiri moja kwa moja. Serikali wao wanatakiwa watuangalie sisi kwa sababu sisi ndo watumiaji wa mwisho. Ukiachana na hayo yote hao waangalie kama watapunguza kodi labda, sijui nini sijajua. Siwezi nikasema wafanye nini kwa sababu hayo ni mambo wenyewe na kuna ambao simamizi wa hayo mambo. Ila sisi tunaangalia wao kwa sababu sisi tayari tuna viongozi wetu na wao tuangalie sisi kuangalia hili jambo wanalitatua vipi. Lakini kwa sisi tumelipokea na tumeasilika nalo kwa kiasi kikubwa sana. Kwa wateja wao bado inakuwa kwao jambo gumu kupokea bei zetu na sisi pia kwa sababu sisi pia tunafanya yani biashara ni biashara, huwezi kufanya biashara ya loss. Tunatamani tupate faida kutokana na kitu tunachokipata. Wateja imekuwa changamoto sana kuelekeza bei mpya au kukubaliana nayo hiyo bei ambayo tunawapa kwa sababu ukiangalia viwango vyao vya uchumi na wao haviongezeki kwa sababu ya ongezeko la mafuta. Kila mtu na shughuli zake. Kwa unapokuja kumpa bei mpya, ukiangalia mtu kila siku inabidi aende kazini na nini, imekuwa changamoto kubwa. Wengine sasa hivi wanatumia baisikeli kabisa. Unaona, kwa hiyo mambo yamekuwa yanakuwa magumu. Imeongezeka 500. Watu tulikuwa tunaenda, kwa mfano tulikuwa tunaenda Mikindani, tunaanzia hapa Bima hadi Mikindani 1000. Kwa sasa hivi tumeanza na bei 1500, lakini hiyo 1500 vuta ni kuvute yake. Nafikia watu mpaka wanashikana mashati, wengine wanafikia hatua hizo. Kutokana na nini? Sisi tumeamka asubuhi bei imepanda, sisi tumebidi tupandishe bei na sisi ili upande wetu uweze kufeva. Unaona, kwa hali ndio imekuwa hivyo. Naitwa Juma. Maarufu Juma Mkonga ndo jina langu. Kwamba inaathiri kiukweli kwa sababu miaka na miaka biashara ya usafirishaji ilishazoeleka kwamba nauli yake ni shilingi fulani. Kwa mazingira yetu haya tulishazoea kwamba kwa abiria kwenye bodaboda wakaenda naye Mkanaledi stendi 1500, kaenda naye mazingira ya mjini kati hapa sokoni huko Bichi India Quarters feri shilingi 1000. Lakini saa hizi haiwezi tena kwa bei ile kwa sababu kitendo cha kupanda shilingi 1000 kwenye lita moja ni jambo kubwa sana. Tuwezi kuendeleza na bei zile. Sasa mtu anakuja bado anataka vile vile. Na watu najua tena kubadilika ni wagumu kwa sababu leo hii mtu anatoka Dar es Salaam analipa nauli kwenye gari 50,000, lakini mwezi uliopita alilipa shilingi 40,000. Lakini kwenye bodaboda anataka iwe vile vile shilingi 1000. Wakati kule naona kabisa bei imepanda. Mchele unapanda kwa sababu ya mafuta kwamba yamepanda. Kila kitu kinapanda kwa sababu mafuta yamepanda. Lakini kwenye bodaboda anataka nauli iwe ile shilingi 1000. Hiyo ndio changamoto kubwa. Kwa hiyo tunajitahidi kwenda navyo kwa sababu sisi hatuwezi kutembea vile ilivyokuwa zamani. Atakayeona inafaa tutakwenda, atakayeona haifai ataangalia mwenyewe namna atakavyoweza kwenda. Ndio hivyo. Ila mabadiliko ya bei sisi lazima na sisi tuinyanyue kidogo. Sisi kwa ruti ile shilingi 1000 itakuwa inaenda kwa 1500. Ile ruti ambayo ilikuwa 1500 itakuwa tunakwenda kwa shilingi 2000. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho tutakifanya, tumeanza kukifanya. Naitwa Kenneth Sanga, ni dereva bajaji hapa Mtwara mjini. Bei mpya ya mafuta tumelipokea lakini kiukweli ni changamoto kwa sisi wasafirishaji kwa sababu inatutia lazi kwa mafuta kutokea hivi inabidi tupandishe bei kwa maana inakuwa hakuna namna kwa sababu ni lita moja sisi ili tupate lita moja inabidi tutie mafuta ya 4000 na kuendelea. Kwa asili kwamba abiria changamoto inakuja pale abiria kwamba ukimwambia bei inabidi iongezeke inakuwa na abiria tena anampoteza vile vile kwa sababu na sasa hivi tu kwa bei ile kwa mwanzo tu hivi abiria anakuwa changamoto kuwapata. Sasa bei inapoongezeka hivi abiria nao tunazidi kuwapoteza zaidi. Naomba tu serikali iangalie namna ya kutuangalia sisi tunaotumia watumiaji wa mafuta maana kama hivi mafuta yamepanda bei kwao tunaathirika sisi wa Tanzania. Tunaumia kwao uchumi unazidi kushuka kwao kipato inabidi kiongezeke afu mambo mengine yanakuwa hayaendelei.